Ni matumaini yangu kwamba ndugu mpenzi mtazamaji na mfuatiliaji wetu mzima wa afya na unaendelea kutufuatilia kwa ukaribu sana. Nikukaribishe tena katika meza yetu ya habari ili kusudi tuendelee kuhabarishana habari pamoja na matukio mbalimbali yaliyojiri na yanayoendelea kujiri hapa ndani, lakini pia na nje ya mipaka ya taifa letu pendwa kabisa la Tanzania. Muda huu katika meza yetu ya habari tunayo habari nyingine kubwa na nzito sana inayomhusu makamu mwenyekiti wa chama cha Chadema, lakini pia mwenyekiti mstaafu wa chama hicho Freeman Aikaeli Mbowe. Mawingu mazito ya siasa za ndani ya chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema yameendelea kutanda na kuibua mijadala mipya na ya kushitua katika medani ya siasa za kitaifa. Kimbunga cha mabadiliko ya uongozi kilichoanza mnamo Januari mwaka wa 2025 pale ambapo Tundu Antipas Lissu alipomwangusha aliyekuwa mwenyekiti wa chama hicho kwa miongo miwili Freeman Aikaeli Mbowe kinaonekana kuacha makovu na makundi yanayochechemea hadi leo. Akizungumza kwenye mkutano mkuu maalumu wa Chadema mkoa wa Simiyu uliofanyika mjini Bariadi, makamu mwenyekiti wa Chadema Taifa John Wegesa Heche amevunja ukimya na kufanya msukosuko mpya wa kisiasa. Katika hotuba yake iliyosheheni uwazi na hisia kali, John Heche amejibu tuhuma zinazoendelea zinazomkabili za kudaiwa kupanga mapinduzi dhidi ya Freeman Aikaeli Mbowe, huku akitupa makombora mazito kwa baadhi ya wanachama na viongozi waliopoteza nafasi zao katika uchaguzi huo wa kihistoria, uchaguzi wa ndani ya chama cha Chadema uliofanyika mwishoni mwa mwaka wa 2024. John Heche amewashutumu viongozi hao wa zamani kwa kugeuka miradi na projekti za watu wa nje badala ya kutoa ushirikiano kwa safu mpya ya uongozi, huku akisisitiza kuwa Chadema chini ya Tundu Antipas Lissu haiko tayari kufanya siasa za mzaha wala kubembeleza maslahi binafsi. Je, ni akina nani hawa wanaotajwa kugeuka projekti ama miradi ya watu baada ya kushindwa uchaguzi? Kwa nini tuhuma za kumchafua John Wegesa Heche zimekuwa zikijirudia kila anapochukua msimamo mkali? Na mwelekeo huu mpya wa siasa bila mzaha wa Tundu Antipas Lissu unamaanisha nini kwa mustakabali wa upinzani nchini Tanzania? Wacha tuanze na hoja ya kwanza na iliyowahi kuzua taharuki kubwa miongoni mwa wanachama na mashabiki wa Chadema. Tuhuma dhidi ya John Wegesa Heche kwamba alikuwa na njama za kumng'oa Freeman Aikaeli Mbowe kwenye kiti cha uwenyekiti kabla hata ya uchaguzi wa mkutano mkuu. John Heche akiwa ndani ya ukumbi wa Bariadi mjini mbele ya wajumbe wa mkoa wa Simiyu ameeleza kuwa propaganda hizo zimekuwa zikitengenezwa kwa makusudi ili kumdhoofisha na kumnyamazisha kila mara anapojaribu kusimamia msimamo thabiti wa chama na taifa. John Heche amesema kuwa kuna kipindi ndani ya chama kulikuwa na ukimya wa kutiliwa shaka matukio makubwa ya kitaifa na kiutawala yakitokea, lakini chama kikibaki kimya bila kuwa na kauli au mwelekeo thabiti. Akifafanua mazingira hayo ya hofu na ukimya wa huko nyuma, John Heche alisema, na nukuu, "Kuna kipindi mliona chama kina watu, matukio yanatokea, hakuna kinachozungumzwa. Mtu akitaka kunyenyuka kusema wanasema huyu anataka mimi, tuhuma za kusema nataka kumpindua Mbowe na kujenga chuki hazijaanza leo. Chama kilikuwa kimya, hakuna kinachoendelea wakati nchi inashambuliwa." Mwisho wa kunukuu. Kwa mujibu wa John Heche, mikakati ya kumchafua ilitengenezwa ili kujenga taswira kwamba yeyote aliyetaka chama kichukue hatua kali au msimamo usioyumba dhidi ya serikali basi alikuwa dhidi ya uongozi wa Mbowe. Mbinu hii ya kisaikolojia, kwa mujibu wa John Heche,
ilitumiwa kuwafunga mdomo wanachama waliotaka kuona Chadema ikisimama kidete kupigania haki na mabadiliko ya kweli nchini. Eneo la pili ambalo John Heche alilitolea ufafanuzi mzito na wa wazi ni matokeo ya uchaguzi mkuu wa ndani ya Chadema uliofanyika mkutano mkuu mnamo Januari mwaka wa 2025. Uchaguzi huo ambao ulihitimisha utawala wa zaidi ya miaka 20 wa Freeman Aikaeli Mbowe na kumsimika Tundu Antipas Lissu kuwa mwenyekiti wa taifa, huku John Heche akiwa makamu mwenyekiti bara, ulichukuliwa kama kiashiria cha ukomavu wa kidemokrasia na mabadiliko ya kimfumo. Hata hivyo, John Heche amefichua upande wa pili wa sarafu unaoonesha kuwa si wanachama wote waliokuwa tayari kukubali matokeo hayo kwa moyo wa kizalendo. Ameeleza kuwa yeye na Tundu Lissu walitarajia kuwa baada ya uchaguzi kumalizika, waliopoteza na walioshinda wangeungana na kushirikiana kama pacha ili kukijenga chama. Lakini badala yake, baadhi ya waliokuwa viongozi na wanachama waanzilishi walianza kuonyesha tabia za usaliti na kuanza kutumiwa na makundi ya nje. John Heche ameeleza kwa uchungu na kusema, naendelea kunukuu, tukaenda kwenye uchaguzi wa ndani ya chama, yaliyotokea wote mnayajua. Tundu Lissu akasimama na mimi nikasimama, tukashinda uchaguzi. Tuliposhinda uchaguzi, unategemea watu waliokuwa Chadema wanajifanya wanachadema wanaongoza, sisi tukiwa tunawaunga mkono miaka yote hiyo. Waliposhindwa tu wakageuka kuwa project ama miradi ya watu. Mwisho wa kunukuu. John Heche amewakosoa vikali wanachama hao wenye mtazamo wa it's me or the highway, yani mtazamo wa kuamini kuwa chama kina thamani pale tu wanapokuwa viongozi, na wakishindwa tu basi chama kivunjike au wakisaliti. Ameeleza kuwa tabia hiyo ya kugeuza harakati za umma kuwa fursa za kujipatia kipato kupitia sabotaji za kisiasa ni usaliti unaopaswa kukemewa na kila mwanachama wa dhati. Ili kuleta mizani ya kisiasa na kihistoria, ni muhimu kurejea ukweli wa jinsi uchaguzi huo wa Januari 2025 ulivyokwenda. Freeman Aikaeli Mbowe, mwanasiasa aliyekijenga Chadema kutoka chama kidogo hadi kuwa taasisi kuu na thabiti ya upinzani nchini kwa miongo miwili, ilionyesha ukomavu wa hali ya juu pale alipokiri matokeo ya uchaguzi mara tu baada ya Tundu Antipas Lissu kutangazwa kuwa mshindi na mkutano mkuu. Vyombo vya habari vya kimataifa na kitaifa kama vile DW Swahili, Mwananchi na mijadala ya mtandaoni katika majukwaa kama Jamii Forums viliangazia sana jinsi Mbowe alivyompongeza Tundu Lissu na kutoa wito wa umoja ndani ya chama. Mbowe alionyesha mfano wa kipekee kwa kukubali matokeo na kuwataka wanachama kumtetea kiongozi mpya. Hata hivyo, kama alivyoainisha John Heche, changamoto haikuwa kwa Mbowe mwenyewe bali kwa mtandao wa watu na wapambe waliokuwa wakinufaika na mfumo wa zamani. Ndiyo maana akihitimisha hoja yake huko Bariadi, John Heche amerejea msimamo thabiti wa mwenyekiti Tundu Lissu kuhusu aina ya siasa ambazo Chadema inakwenda kuzifanya katika awamu hii mpya. Wao kwao kuwa Chadema ni kuwa viongozi, wakishinda wengine wanaona isiwe tabu. Wao kwao kuwa Chadema ni kuwa viongozi tu, wakishinda wengine wanaona isiwe tabu. Sasa nataka niwaambie wanachadema, mwenyekiti wetu Tundu Lissu alisema Chadema anayoiongoza ni ile Chadema ambayo haitaki mzaha, inataka mabadiliko ya kweli. Msimamo huu wa siasa bila mzaha unaweka mstari wa utenganisho kati ya siasa za maridhiano Msimamo huu wa siasa bila mzaha unaweza kuweka mstari wa utenganisho kati ya siasa za maridhiano za kirafiki na siasa za msukumo wa mabadiliko ya kimfumo na kikatiba ambazo Tundu Lissu na Heche wamekuwa wakizipigania.
Katika hotuba hiyo ya makamu mwenyekiti John Wegesa Heche huko mkoani Simiyu, tunapata picha halisi ya mchakato mgumu wa mpito unaoendelea ndani ya chama kikuu cha upinzani nchini Tanzania. Kauli yake inaweza kuthibitisha kuwa safari ya kuelekea mabadiliko ya kweli haikutani tu na vikwazo kutoka kwa wapinzani wa nje au chama tawala, bali pia inakabiliwa na migogoro ya ndani, usaliti na msuguano wa mitazamo kati ya mfumo wa zamani na ule mpya. Ufafanuzi wa John Heche unaleta ujumbe mzito kwa wanachama na umma kwamba Chadema mpya chini ya Tundu Lissu na John Heche imedhamiria kusafisha safu zake, kuweka kando siasa za kughushi au kugeuza chama mradi wa watu binafsi, na badala yake kuelekeza nguvu zote katika kupigania demokrasia, katiba mpya na haki za kiraia bila uoga. Je, unalichukuliaje tamko hilo la John Heche? Unadhani Chadema itafanikiwa kuweka umoja na kuvuka mtihani huo wa makundi ya baada ya uchaguzi? Na nini maoni yako kuhusu mwelekeo huo wa siasa bila mzaha? Weka maoni yako hapo chini kwenye upande wa comment kuhusiana na habari hii ambayo tumekusogezea juu ya hotuba ya makamu mwenyekiti wa chama cha Chadema Bara.